Mamia ya waombolezaji leo Ijumaa Oktoba 3 mwaka 2025 wamejitokeza kushiriki mazishi ya mfanyabiashara wa sekta ya utalii Azizi Yasini Msuya mwenye umri wa miaka 39 aliyedaiwa kujinyonga nyumbani kwake Sambarai, Moshi mkoani Kilimanjaro. Msuya alikutwa amefariki dunia Alhamisi Oktoba 2 mwaka 2025 majira ya saa 2 asubuhi nyumbani kwake katika kata ya Kindi, tarafa ya Kibosho. Mwili wake uligundulika ukiwa umening'inia kwa kamba ya katani iliyokuwa imefungwa juu ya kenchi. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, marehemu alikuwa akijihusisha na biashara ya kusafirisha wageni, yani tours, katika mkoa wa Kilimanjaro. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa, alisema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa marehemu alijinyonga kutokana na msongo wa mawazo uliosababishwa na madeni ya benki na watu binafsi aliyokuwa akikabiliana nayo kwa muda mrefu. Na nukuu, uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu alijinyonga kutokana na msongo wa mawazo uliotokana na madeni ya benki na watu binafsi, alisema Kamanda Maigwa, na kuongeza kuwa mwili wa marehemu ulihifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya kanda kaskazini KCMC kwa uchunguzi na taratibu za mazishi. Katika mazishi hayo, shehe wa kata ya Mfumuni kutoka mahakama ya kadhi Kilimanjaro, Bashiru Bakari Maharo, ametoa wito kwa wote waliokuwa wanamdai na waliokuwa wanadaiwa na marehemu kuonana na familia ili kuweka mambo sawa. Sio masihara ndugu zangu. Jambo la kwanza tukiondokewa na ndugu yetu ni kulipa madeni ya ndugu yetu ili abaki salama. Kwa familia iko hapa. Baba yake yuko hapa. Amenyosha mkono. Tumuone huyo. Watakaa waone deni lako wanalilipaje. Kama linahitaji kulipwa kwa utaratibu, mtawekeana utaratibu. Lakini na wale ambao wanadaiwa, ujue kwamba kufa kwa ndugu yetu sio kufa kwa deni. Njoo ione familia, kwa sababu pia kuna madeni ndugu yetu anadaiwa, atatakiwa kulipiwa. Kwa hiyo wewe njoo lipe deni unalodaiwa, ili wao pia waweze kulipa madeni anayodaiwa ndugu. Kwa upande wake, imamu wa msikiti wa Pasua Swaleh Mbwana amesema marehemu alikuwa akijitolea kusaidia jamii, ikiwemo kulipia huduma za maji na umeme katika madrasa pamoja na kuchangia vifaa vya ujenzi. Naye Juma Raibu, mgombea udiwani wa kata Bomambuzi, amesema marehemu alikuwa kijana mstaarabu na mpenda kusaidia watu. Lakini baadaye kwenye biashara, yeye kwenye utalii, mimi kwenye usafirishaji. Kwa mimi kama Juma Raibu, kiukweli msiba huu umenigusa sana. Sababu juzi tarehe 27 nilikuwa naye, tumekaa muda mrefu sana, tumekula, tumefurahi. 28 tukazungumza naye tena. Kwa ni mtu ambaye kiukweli ana upendo na watu, na mtu ambaye anapenda kujitolea, kuchangia jamii, kuchangia masuala ya misikiti na kadhalika. Kwa kiukweli nitoe pole kwenye msiba huu mzito kwenye familia ya Msuya, kwa maana ya kwa mama yake mzazi, baba yake mkubwa na ndugu zake wote pamoja na mke wake Zakia, kwa msiba huu mkubwa ambao umetokea wa ghafla ambao hawakutegemea kutokea. Lakini pia nitoe rai kwa vijana wenzangu. Vijana wenzangu, tunachapa kazi. Tunajua yako mambo mbalimbali kutokea katika akili yako, eza ya mauzi au furaha, tusichukulie hatua mikononi. Tukisha kwamba tunamshirikisha Mungu, lakini pia tushirikisha wazee na viongozi wa dini mbalimbali ili watupe usia na maoni ili tusitokee jambo kama hili. Leo ndugu yangu huyu amefariki, kwa maana mimi namjua kwa jina la Mawele, tumekuwa naye mtaani. Tayari ameacha mtoto, ameacha watoto, ameacha mke, ameacha mama, ameacha mali na kadhalika. Jambo ambalo watoto wao walifikiri wanakuja kuoa wakiwa na wazazi wa pande zote mbili, kwa baba na mama. Kwa mimi kama Juma Raibu, kiukweli nimesikitishwa sana jambo hili, na naomba kutoa rai kwa vijana wenzangu wote na wananchi wote. Pale ambapo unaona mambo yanakuwa magumu, bora ukimbilie polisi hata ukaiko ndani. Bora ukimbilie msikitini, bora ukimbilie hata kanisani, bora ukimbilie popote pale ambapo unaweza kupata ahueni kuliko kuchukua hatua kubwa kama hii ambayo mwisho wa siku familia ibaki yenyewe, na jambo ambalo sio sawa sana. Naye Honesti Masawe, daktari bingwa wa mifupa katika hospitali ya KCMC na jirani wa marehemu, amesema Msuya alikuwa mstari wa mbele kushirikiana na wenzake katika shughuli za kijamii, ikiwemo kuboresha miundombinu ya mtaa. Nimesimama hapa kwa niaba ya majirani wa marehemu. Marehemu ni jirani yetu na nawakilisha majirani wote wa hapa Sambarai, mtaa wa Spring Street. Na kwa kweli marehemu tumeshirikiana naye kwenye vitu vingi, ikiwemo utengenezaji wa miundombinu ya mtaa wetu na
kwenye kila hali ya furaha, huzuni, alikuwa mstari wa mbele. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Yese Tunuka wa Mwananchi Digital.